dini moja ulimwenguni ni mwanzo wa mateso na kuinuka kwa mpinga Kristo. Maana saa imefika wanadamu kutengwa mbali na uso wa Mungu. Watu wa Mungu msimame imara, maana dhoruba ya mateso imeng'oa nanga. Harufu ya umwagikaji wa damu imesikika, harufu ya mauti imesikika, na Wakristo watateswa na kuuawa. Watakatifu watafungwa magerezani na kunyongwa kwa ajili ya Yesu. Hata hivyo, simama imara watakatifu, simama imara watu wa Mungu. 14:13 Ufunuo wa Yohana. Heri wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho. Ufunuo wa Yohana 13:9. Aliye na sikio na asikie neno hili, Roho wa Mungu asema na kanisa. Roho wa Mungu anena na kanisa. Heri, 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 heri wafao katika Bwana. Heri tangu sasa, asema Roho. Heri watapumzika baada ya taabu zao, kwa matendo yao yatafuatana nao. Watapumzika baada ya taabu zao, matendo yao yatafuatana nao. Heri, 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 heri. Usiogope watu wa Mungu, simama imara, maana maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20:4, nikaona roho za waliokufa kwa ajili ya Yesu, roho za waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda, wale waliochinjwa kwa ajili ya Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba hao wakawa hai wakatawala na Kristo milele na milele. Wathesalonike wa pili 2:4. Maandiko yanasema ya kwamba yule mtu wa kuasi, yule mwana wa uharibifu aliyekuwa mafichoni amefufuliwa sasa. Ameingia na kuketi katika hekaluni mwa Mungu, akidai kuwa yeye ni Mungu na yeye ndiye atakayeabudiwa. Wathesalonike wa pili 2:6-7. Ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye hadi atakapoondolewa. Wathesalonike wa pili 2:8. Maandiko yanasema ya kwamba hapo ndipo yule asi atakapofunuliwa. Wakati Roho wa Mungu ataondoka juu yetu, wakati rehema za Mungu zitakapoondoka juu yetu, wakati neema ya Mungu itakapoondolewa juu yetu, na hapo yule asi ataonekana. Danieli 8:28. Maandiko yanasema ya kwamba na huyu muasi atasababisha uharibifu mbaya, atafanikiwa kwa kila atakalolitenda. Atawaangamiza watu maarufu, watu hodari, hata watakatifu wa Mungu. Ataitingiza dunia, ataiharibu kwa kiasi kikubwa cha kustaajabisha. Danieli 8:28. Ufunuo wa Yohana 13:10. Wakuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga, wakuchukuliwa mateka atachukuliwa mateka. Ufunuo wa Yohana 17:6. Maandiko yanasema ya kwamba amelewa, 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 lewa, lewa, amelewa na damu ya watakatifu na mashahidi wa Yesu. Yesu, yani waliowawa kwa kumshuhudia Yesu, waliowawa kwa ajili ya neno la Mungu, yani waliowawa kwa kusimama imara. Hao waliwawa kwa sababu ya kusimama imara, waliwawa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu, waliwawa kwa sababu ya neno la Mungu, waliwawa kwa sababu wa kupokea chapa ya yule mpinga Kristo katika vipaji vya nyuso zao na katika mkono wao wa kuume. Ufunuo wa Yohana 20:4. Heri wafao katika Bwana tangu sasa na hata milele, asema Roho. Ufunuo wa Yohana 14:15. Heri, 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 heri wafao katika Bwana, wafao katika Bwana. Heri tangu sasa, asema Roho. Heri watapumzika
wafao katika Bwana. Huyo mwana wa haribifu ambaye ni mpinga Kristo, yani Masihi Dajjal, ambaye kuna uwezo katika kidini na katika serikali. Amefanya vikao na viongozi wote wa kidini na viongozi wote wa serikali. Wamesaini mkataba rasmi wa muungano wa dini moja ulimwenguni, wa Kristo na Waislamu kuungana pamoja na kuabudu kwa siku moja na kupewa jina moja ambalo ni Kristo. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 15. Maandiko yanasema ya kwamba naye kapewa kutia pumzi ile sanamu ya yule mnyama na ikaweza kunena. Yani akaweza kulazimisha, kuamrisha, kusisitiza kwamba yeyote hataweza kuabudu kwa hiyo siku ya jua, kumwabudu huyo mwanadamu na sanamu yake, huyo atauawa. Sheria mpya duniani, New World Order. Ini moja, sarafu moja, serikali moja, kiongozi moja, pesa moja, tawala moja, harufu ya mateso imesikika, harufu ya damu imesikika, vita vimeanza, vya watakatifu vimeanza, vya wateule vimeanza, vya wenye haki vimeanza. 7:25 Daniel, the Bible says he will things to change times and laws. Exodus 20:8, he changed the 4 commandments, ambayo ni sheria ya Mungu, ambayo ni agano la Mungu kwake nasi. Kaibadilisha, kaitia pumzi, kaipa nguvu hiyo siku ya kwanza ya juma, kwamba ndiyo itakayoabudiwa. Alama ya mnyama 66, yani 666. Genesis 2:3, maandiko yanasema ya kwamba Mungu kaibariki Sabato, kaitakaza na akastarehe, wala si siku ya jua. Exodus 31:14, Mark 2:27, Exodus 1:15, Exodus 31:17, Mark 2:28, Isaiah 66:22-23. Maandiko yanasema hivi: itakuwa mwezi mpya hadi mwezi mpya, Sabato hadi Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana majeshi. Exodus 31:14, lakini yeyote ambaye atatia Sabato najisi, yeyote ambaye atakiuka sheria za Mungu, huyo atauawa. Ufunuo wa Yohana 14:9-10, atakayeipokea chapa yake, huyo atakunywa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji. Heri wafao katika Bwana, tangu sasa na hata milele. Wafao katika Bwana, heri tangu sasa, asema Roho. Heri watapumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatafuatana nao. Watapumzika baada ya taabu zao, Matendo yao yatafuatana nao. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake wa 3, kanichukua katika roho hata jangwani, kamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 17. Na Ufunuo wa Yohana, mkononi mwake alikuwa amebeba kikombe cha dhahabu kilichojawa machukizo na machafu ya washerati wake. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 5, na
katika kipaji chake cha uso kulikuwa na jina limeandikwa Papeli, Papeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo juu ya nchi. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 6. Amelewa na damu ya watakatifu. Yule kahaba ketie juu ya maji mengi, kahaba mkuu juu ya maji mengi. Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 6. Amelewa, 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 lewa, lewa. Amelewa na damu ya watakatifu, ya watakatifu na mashahidi wa Yesu, wa Yesu, yani waliouawa kwa kumshuhudia Yesu, waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu, waliouawa kwa kusimama imara, kwa kutomuabudu yule mnyama na sanamu yake, kwa kutopokea chapa yake. Ufunuo wa Yohana 13:11. Mamlaka ya upapa yaliyoshikiliwa na yule mnyama aliyetoka ardhini, mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo, lakini kuongea kwake anaongea kama joka. Ufunuo wa Yohana 13:17. Naye awalazimisha wakubwa kwa wadogo, matajiri maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au vipaji vya nyuso zao. Ufunuo wa Yohana 13:14. Maandiko yanasema ya kwamba naye awaambia wanadamu wote wamfanyie sanamu yule mnyama wa kwanza aliyepiwa jeraha la upanga naye kaishi. 13:17. Ufunuo wa Yohana. Yeyote yule ambaye atakataa kumwinamia, yeyote ambaye atakataa kuabudu hiyo siku ya jua, hatauza wala kununua. Dini moja, alama ya mnyama. Dini moja, sarafu moja, serikali moja, soko kazini moja, jamani, pesa moja, tawala moja, harufu ya mateso imesikika ya watakatifu, harufu ya damu imesikika. Oh, vita vimeanza, sio wape watu wa Mungu, ya watakatifu vimeanza, kama imaradi kufa, ya wateule vimeanza, jiandae, ya wenye haki vimeanza. Usiogope watu wa Mungu, msimama imara hadi mwisho, msiyapende maisha yenu hadi kufa. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11. Maandiko yanasema ya kwamba ndugu zetu walimshinda yule muovu kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda. Ufunuo wa Yohana 18 mstari wa 4. Maandiko yanasema ya kwamba tokeni kwake enyi watu wangu, ondokeni kwake, msije mkashiriki dhambi zake, msije mkayapokea mapio yake. Ondokeni, tokeni. Ufunuo wa Yohana 14:12. Atakayeshika amri za Mungu na imani ya Yesu ndiye atakayeokolewa. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 7. Huyo mwana wa uharibifu alipewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Heri, 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 heri wafao katika Bwana, heri wafao katika Bwana, tangu sasa asema Roho, heri. Ufunuo wa Yohana 15 mstari wa 2. Nikaona kitu kama bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watoka kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu yake, wamesimama kando kando ya bahari, wakiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tutaimba wimbo wa Musa ile siku ya kiyama, ile siku ya kunyakuliwa. Tutaimba hosana, hosana.